anatajwa sana Ali Khamenei Ayatollah kuliko rais. Labda tuiweke sawa, tutoe elimu kidogo hapa. Iran ni taifa la Kiislamu, lakini Ayatollah Ali Khamenei, Ayatollah ni cheo kikubwa, ni kama profesa, yani ni kikubwa sana katika dini ya Kiislamu. Labda tuweke sawa, kwa nini kuna ni kama taifa linaongozwa na Ayatollah na rais kama anakuwa yuko kwenye shadow? Ni mfumo kama ambavyo Uingereza kiongozi mkuu wa nchi ni malkia au mfalme, lakini mtendaji mkuu na kiongozi wa serikali ni waziri mkuu wa Uingereza. Ukienda Israeli, kiongozi mkuu wa nchi ni rais, lakini mtendaji mkuu na mwenye nguvu ya maamuzi ya kiutendaji ya serikali ni waziri mkuu. Kwa ndo maana unamuona Herzog pale Israeli ni rais ambaye wengine hata wajui kama kuna rais Israeli. Mpaka sasa hivi hapo inawezekana tunavyosema kumbe kuna mtu yuko juu ya Netanyahu, lakini Netanyahu ni waziri mkuu. Ukienda Ujerumani pia hivyo hivyo, wana rais wao, lakini kansela wa Ujerumani ndio mwenye nguvu na ndio anaye dictate sera ya mambo ya nje na masuala ya ulinzi na usalama na kuyaratibu wa taifa lile. Kwa hiyo ni mfumo ambao Wairani wao baada ya mapinduzi ya mwaka 1979 baada ya kupindua utawala wa kifalme wa kina Pahlavi, Pahlavi Raza, tunasema the Pahlavi dynasty. Baada ya kuwatoa wale, wakaingia wakabadilisha katiba ya Iran. Na kumbuka Irani iliwahi kuwa jamhuri, baadaye ikarudi kwenye utawala wa kifalme, halafu wao wakaleta sasa itakuwa jamhuri ya Kiislamu ya watu wa Irani. Jamhuri ya Kiislamu ya watu wa Irani. Kwa hiyo nakumbuka vuguvugu alileta yale mapinduzi ya 79 ni Ayatollah Khomeini. Hayati pia. Yes, hayati. Na huyu Ayatollah Khomeini, kumbuka yeye ndiye hakuwepo Iran. Alikuwa anaishi ukimbizini huko Ufaransa, lakini alikuwa na ushawishi mkubwa sana na aina ya mahubiri, alikuwa anatoa mahubiri ya kuhamasisha watu kupigania haki za taifa la Iran na rasilimali za taifa la Iran akiwa huko. Kwa hiyo watu walikuwa wanamfuata na wanaamini yule ndio kiongozi wetu, japokuwa hakuwa ndani ya taifa la Iran. Kwa hiyo baada ya mapinduzi kufanyika, Ayatollah Khomeini ndio anarudi na kuwa kiongozi sasa wa kuhamasisha mabadiliko ya kimfumo wa utawala na kuijenga Irani tunayoiona sasa kuanzia pale. Sasa katiba yao ambayo imepigiwa kura zaidi ya mara 2 imeweka mfumo wa kwamba taifa litakuwa na kiongozi mkuu ambaye atakuwa ni kiongozi wa dini. Kwa hiyo yule ni kama imamu. Kwa Waislamu wanafahamu yule ndio imamu mkuu pale Irani. Kwa hiyo ndio maana kila Ijumaa anakuwepo kwenye msikiti mkubwa wa Irani. Anaenda, yeye huwezi kumuona kwenye majengo ya serikali au ikulu ya serikali. Yeye anaenda kwenye ule msikiti na ana makazi yake. Kwa hiyo kazi yake kubwa yeye ni kuwa kiongozi wa kiimani, lakini pia ni kiongozi wa taifa. Sasa kutokana na yale mamlaka yake ya dini ambayo yamecrosscut pia kwenye mamlaka ya nchi, lakini utawala umetengeneza watendaji. Sasa ni kama ambavyo nimetoa mfano kwa hiyo mataifa mengine. Sasa ndio unakuja wakina rais pamoja na viongozi wengine ambao wako chini ya mwamvuli kwa mujibu wa katiba yao, ambao of course sasa kwa sababu huyu ndio hili ni taifa la Kiislamu, linaishi kwa mujibu wa sheria za Kiislamu na linaheshimu hivyo. Maana yake kiongozi mkuu wa kidini anakuwa na nguvu kubwa sana, kwa sababu nchi yenyewe tayari imejitangaza kwamba ni jamhuri ya Kiislamu. Kwa hiyo maana yake mamlaka ya Mungu yana nguvu zaidi kuliko mamlaka ya kibinadamu. Na watu kitu ambacho wafahamu au waelewi ni kwamba Ayatollah kwa cheo, sio kwa mtu tu, kwa cheo chake, yule ni imamu mwakilishi wa imamu mkuu, ambaye hawa watu ambao wanaamini katika dini yao wanaamini yupo huko pahala pakubwa zaidi, patakatifu zaidi. Huyo anamwakilisha imamu yule mkuu kama mwakilishi wake kwa hawa. Kwa hiyo hawa ni wanafunzi wa imamu yule mkubwa, lakini huyu imamu ndio kiunganishi chake, kwa maana yeye ndo anapaswa kuwasimamia, kutoa, ndio maana kuna kitu huwa tunaita fatwa. Fatwa manake dini imeweka fatwa. Kwa mfano Ayatollah, watu kitu ambacho hawaelewi kingine,
Ayatola aliweka fatwa ya kukataa taifa la Iran kuwa na silaha za nyuklia, kwa sababu alisema kwa mujibu wa dini kuwa na silaha za maangamizi ya halaiki ni kitu kinachoenda kinyume na dini yake. Kwa hiyo aliweka fatwa. Fatwa inaweza kutolewa pia na imamu. Kwa hiyo fatwa imekwepo mpaka Ayatola anauawa. Sasa fatwa hiyo itaendelea wakati wa utawala wa huyu tunaweza tukamuita sasa Khamenei Junior, ambaye amekuja sasa hivi kama Ayatola mpya. Hatuwezi kuelewa kwamba nini kitatokea kutoka sasa kwenda mbele. Je, Irani, juzi nimeona kuna taarifa zinazagaa huko kwamba inaonekana sasa Irani wamekuwa emboldened, yani wameongezewa kasi na nguvu ya kuhakikisha ni lazima wamiliki silaha za hatari za nyuklia. Kuna taarifa pia zinasema kwamba Beijing wanaisaidia Iran, japokuwa sio moja kwa moja, lakini angalau kutoa ABCD kuelekeza namna ya kushambulia mifumo ya Israel. Mimi kwa uelewa wangu mdogo, juzi Urusi kupitia balozi wao wa Urusi nchini Uingereza wametamka wazi kwamba Urusi kwenye mgogoro huu haipo katikati. Urusi ipo na Iran. Sasa mtu anaposema nipo na mtu fulani, niko upande wake katika kuhakikisha analinda uhuru wa taifa lake, haya maneno haya yamewekwa kwenye mabano. Yupo naye kwenye pamoja kwa kiasi gani? Nini anachomsaidia, kipi amsaidia? Mimi ukiniuliza kwa mahusiano ya kiuchumi ya Urusi, tukumbuke maangamizi makubwa yaliyofanyika Ukraine ya drones za kamikaze. Drones za kamikaze zinatoka Irani. Kwa hiyo maana yake Irani wamemsaidia Urusi kwenye vita yake na Ukraine, kama ambavyo Korea ya Kaskazini wamemsaidia. Japokuwa makubaliano ya ushirikiano ya strategic partnership kati ya Urusi na Irani ni tofauti na makubaliano kati ya serikali ya Kim Jong Un pamoja na ya Putin. Kwa sababu wale wamekubaliana kabisa, ni strategic mutual defense agreement, kwamba ikitokea mimi nashambuliwa, wewe una uwezo wa kuja na vifaa vyako na askari wako kunisaidia. Na hivyo kwa upande wa Urusi, na ndio maana unaona zaidi ya askari 15,000 wa Korea ya Kaskazini walienda Ukraine kupigana kuukomboa ule mji wa, ni mji gani ule ambao ulikuwa umekaliwa na wa Ukraine, waliuteka ule mji kwa muda fulani. Kwa hiyo hawa wana ushirikiano, lakini makubaliano kati ya Iran pamoja na Urusi ni makubaliano ya kwamba silaha, taarifa za kiintelijensia unaweza, lakini sio makubaliano ya Urusi moja kwa moja kupeleka vikosi vyake ndani ya Iran. Lakini wanashirikiana kwenye nyanja nyingine kama za silaha. Kwa mfano kuna mifumo ya ulinzi mingi sana ambayo ipo Iran, mingi anaipata kutoka kwa Mrusi. Na ile mifumo ilivyo kuioperate na pamoja na kuifanyia maintenance huwa inafanyiwa na nchi ambayo imeitengeneza. Kwa hiyo Israeli akikuuzia Iron Dome, huwezi wewe ndio ukaiservice Iron Dome. Kwanza wana hifadhi siri za ile mitambo na teknolojia yake. Kwa hiyo ikitokea changamoto, wao wenyewe ndio wanaotaka wa service ile mifumo. Kwa hiyo kwa msingi huo Mchina inawezekana akamsaidia Iran, lakini hamsaidii kwa sababu sera ya Uchina ni sera ya kutumia soft power tunasema. Anatumia zaidi ushawishi, sio mabavu, sio muumini wa kuamini kwenye vita ya mabavu na silaha. Kwa hiyo kwa mazingira yalivyo, kwa kile kilichotokea Venezuela ambako amepoteza rasilimali kubwa ya biashara ya mafuta aliyokuwa anaifanya na serikali ya Nicolas Maduro, maana yake ni kwamba je, atakuwa tayari apoteze na huku kwa Irani ambako yeye anachukua zaidi ya 45% ya mafuta yanayotoka Irani. Kwa hiyo ukiniuliza mimi, kwa nchi ambayo inajali maslahi yake, na dunia hii tunafahamu maslahi ya kwanza yanaanza na uchumi, alafu mambo mengine ndio yanafuata. Haya yote yanayoendelea at the center kuna issue ya uchumi, mengine ndio yanafuata. Kwa hiyo huwezi kuniambia Mchina ataendelea kukaa pembeni. Ndio maana zipo taarifa zinasema, kwa sababu Wamarekani wanajiuliza kwa nini Irani wamekuwa na precision strikes, tunasema mashambulizi yenye ufanisi wa hali ya juu kwenye vikosi vyake, kwenye rada zake na kwenye kambi zake. Yaani hata kama wangewashambulia, lakini huu ufanisi ni wa juu mno.
Kwa hiyo wapo The Washington Post, gazeti linalofichuaga mambo mengi la Marekani, likazusha juzi, likasema, katoa ripoti, Urusi na China wanamsaidia Irani, wanampa taarifa za sehemu zilipo kambi, sehemu ambapo wanahamisha rada. Kwa hiyo ndio maana Irani amefanikiwa kudestabilize mifumo mingi ya ulinzi ya kule. Kwa hiyo mimi nafikiri watakuwa wanamsaidia kweli, lakini hawamsaidii moja kwa moja kiasi kwamba unakuwa huna ushahidi wa kuthibitisha kwamba Urusi na China wamemsaidia moja kwa moja, lakini kuna namna watakuwa wanamsaidia. Na ndio maana pia hiki kilitokea, kama mnakumbuka, wakati wa mapigano kule Syria. Urusi aliingia pale akaanza kumlinda Bashar al-Assad, wakati Marekani wanashirikiana na vikosi vya ISIS ambavyo vilikuwa vinapigana na serikali ya Bashar al-Assad kuelekea Damascus. Kwa hiyo katika mazingira yale unaweza ukaona, ndugu yangu, kwamba baada ya Mrusi kuingia pale, vita ile imeendelea kupiganwa mpaka juzi, zaidi ya miaka 12. Serikali ya Damascus, yani Bashar al-Assad anadhibiti tu mji wa Damascus. Miji mingine ambayo iko pembezoni mwa Syria ambayo walikuwa inadhibitiwa na makundi mengine, hawakufanikiwa kuidhibiti kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo jiulize wewe, unawezaje kuwa na serikali miaka 12 iko mji mkuu tu? Maana yake Urusi aliweka cover wale waasi kila wakitaka kuja, ambao kimsingi walikuwa wako weaponized na Marekani na Israel, kwa sababu walikuwa wanataka kuangusha utawala wa serikali ya Bashar al-Assad, mpaka ilipofikia sehemu Urusi walipoamua kujiondoa na wakafocus zaidi na Ukraine, ndio unaona serikali ya Damascus ikaanguka. Ndio imekuja hii serikali sasa hivi ambayo inafungamana sasa na sera za Marekani na sera za Israel. Kwa hiyo kushirikiana kupo, lakini ni kwa kiasi gani? Sisi tunataka ushirikiano ambao tutaona madege ya Urusi yakitua Teherani pale na special forces wa Urusi wakitua pale, kwa mahusiano ambayo Urusi anaendelea kuyajenga. Na jana Putin ameongea na Trump kuhusu haya. Hawawezi sasa hivi waka afford tena, yani wote wana appetite ya kuimarisha mahusiano, Urusi na Marekani. Kwa hiyo ingekuwa serikali ambayo ina uhasama mkubwa kati ya Urusi na Marekani, huenda tungeona hata vita ya 3 ya dunia ingeweza kutaka kutokea, kwa sababu pengine Urusi angeamua kuweka nguvu zaidi pale Iran. Lakini kwa sasa hivi, kwa sababu Urusi wana makubaliano na watu, kitu ambacho hawajui, na Israel, ndio maana kwenye maazimio yote yanayofanyika mbele ya Baraza la Umoja wa Mataifa, Israel kuhusu vita ya Ukraine, Israel hajawahi hata siku moja kuyasapoti maazimio ambayo yanamshambulia Urusi au yanaikondem tunasema Urusi kwa kile kinachofanyika Ukraine. Hawajawahi, wana abstain, yani hawapigi kabisa kura. Pia Israeli wamekataa kuipa Ukraine msaada wa silaha. Nchi nyingine zote zinatoa, Israeli kwa nini? Kwa sababu Israeli na Urusi wana makubaliano ya kwamba ukiwa unapigana na mtu fulani, wewe usiingie direct kuja kunishambulia mimi. Ndio maana Netanyahu hajaenda Ukraine. Netanyahu haizungumzii Ukraine kwa namna ambavyo Marekani amekuwa akizungumzia. Kwa nini? Kwa sababu sera yao Urusi pamoja na Israel pia pembeni wana mahusiano ya kuheshimiana. Na tukumbuke kuna Wayahudi wengi sana ambao wako Urusi, na kuna Warusi wenye asili ya Kiyahudi wengi. Kumbuka wakati, unajua haya mambo lazima urudi kwenye historia. Wakati wa vita ya pili ya dunia, Hitler alikuwa anawawinda Wayahudi Ulaya, walikimbilia wengine wengi iliyokuwa shirikisho la Sovieti, Soviet Union, ambako ndo Urusi ya leo. Kwa hiyo walipokimbilia kule, Urusi waliwapokea, kwa sababu Urusi nao walikuwa na uadui mkubwa na Hitler. Na tukumbuke katika moja ya taifa lililopoteza watu wengi wakati wa vita ya pili ya dunia ni Urusi. Zaidi ya watu milioni 20 imepoteza watu wengi sana wakati wa mapambano na Hitler. Kwa hiyo Wayahudi na Umoja wa Kisovieti wana historia ya kwamba tuliwahi kuteswa na kufanyiwa maangamizi makubwa na adui mmoja ambaye alikuwa ni Ujerumani ya kipindi hicho chini ya Adolf Hitler. Yeah. Kwa hiyo hizi nchi huwa zina makubaliano ambayo unaweza usiyaone, tunasema on the surface, lakini yako chini ya carpet. Kwa hiyo wanayo, na ndio maana unaona kuna calculations nyingi jinsi ambavyo wanayaendea mambo, kwa sababu hawataki kuvuka mstari mwekundu waliocholeana. Ndio maana wanakwenda hivyo, wanarudi na nini. Lakini mwisho wa siku Trump amezungumza jana na Putin wamesema wamezungumza kuhusu namna wanavyoweza kumaliza hili tatizo
japokuwa Trump anasema Putin amemsifia sana, Trump naye huwa anazungumza amemsifia sana kwa operation walioifanya Iran, kitu ambacho ni kama anataka kuwagombanisha tu, ni kitu hakiwezekani, lakini Trump anazungumza vitu kama hivyo na inabidi kumzoea kwa sababu Trump ni mtu anaongea kwa chochote kinachomjia. Kwa hiyo kimsingi mimi nafikiri kwa military intelligence ya dunia hii ilivyo, huwezi kuniambia Irani hajasaidiwa chochote. Taarifa na kwenye vita wakati mwingine silaha unazo, lakini una taarifa ambayo itafanya silaha yako iwe na ufanisi wa matokeo. Kwa hiyo taarifa, ndio maana kuna msemo unasema information is power. Taarifa yani ndio kitu chenye thamani duniani. Ndio maana Israeli wamejiwekeza Mossad kwenye taarifa. Kwa sababu ukiwa na taarifa za adui zako mpaka za chumbani, unajua ufanye nini, wapi na kwenye wakati gani. Naam. Yeah.